Na mtazamaji, leo ni leo, msema kesho ni muongo. Leo ikiwa tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026 ndio siku ambayo waziri wa fedha Mheshimiwa John Mbadi atakuwa anaisoma bajeti ya mwaka wa 2026 2027. Na katika hii finance bill ya mwaka huu, watazamaji wangu, Wakenya wamekuwa wakiipinga kutokana na ongezeko la ushuru. Gharama ya maisha imeweza kupanda, na kwa hivyo hata ikisomwa siku ya leo, watazamaji wangu, mambo bado hayajaweza kuisha mpaka ifikishwe kwenye bunge la kitaifa waikubali ama waikatae. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kina, watazamaji wangu, kuhusiana na hii finance bill ya mwaka huu 2026 2027, ningependa kuomba mweze kulike hii video na pia msubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo mko kwanza kuzipata habari punde tu ninapozitapisha. Na mtazamaji, kwa mara nyingine waziri John Mbadi ndani ya serikali ya Kenya Kwanza atakuwa anaisoma bajeti ya mwaka wa 2026 2027. Serikali ya Kenya Kwanza inahitaji kiwango gani cha pesa ili iweze kusustain kuanzia sasa hivi mpaka mwaka wa 2027, na Wakenya watagaramika vipi? Je, mambo yatakuwa sawa ama kipindi hiki Wakenya itabidi watozwe ushuru zaidi? Ndio mambo ambayo tutakuwa tunaelezewa siku ya leo. Lakini wiki mbili zilizopita hivi, watazamaji wangu, Wakenya walikuwa wameanza kupata baadhi ya vipengele ambavyo vimeweza kupendekezwa kwenye hii bajeti ama hii finance bill ya mwaka huu 2026 2027. Kuna baadhi ya mambo ambayo wananchi wamekuja kuyakataa, lakini leo ndio tutakuwa tunajua mbivu na mbichi kama kweli yamependekezwa ama hayapo. Kuanzia sasa hivi mpaka mwendo wa majioni, waziri John Mbadi atakuwa kule kwenye bunge la kitaifa ambako ndio atakuwa anaisoma hiyo bajeti. Kipindi hiki Wakenya wamesema ya kwamba wameipinga hii finance bill, na kama itawezekana watarudi tena kwenye maandamano kama tu vile ambavyo walifanya kwenye mswada wa fedha wa mwaka 2024 2025. Na cha kustajabisha, watazamaji wangu, wakati hii finance bill inasomwa siku ya leo, katika historia ya Kenya, rais yuko hapa nchini Kenya, ndio mara ya kwanza bajeti inasomwa wakati William Samoei Ruto yuko nje ya nchi kwenye shughuli zake za kuendelea kuimarisha uhusiano wa Kenya na mataifa mengine kibiashara, ama kuendelea kukuza uchumi wetu hapa nchini Kenya. Nataka nikupatie fursa, mtazamaji wangu, uweze kusikiza ujumbe kutoka kwa the United Opposition. Je, wako na ujumbe gani kwa Wakenya na wabunge ambao ndio tunawategemea waweze kukubali ama kupinga huu mswada wa fedha wa mwaka 2026 ama 2027? Kweli kipindi hiki wabunge wa opposition watatusaidia kupinga hii finance bill, ama bado tu itaweza kupenya na kufika kule State House iweze kutiwa saini? Kabla sija kuwekea ujumbe, mtazamaji wangu, ningependa kukumbusha tena ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. I want to ask our members of parliament in the National Assembly, those who believe that they serve the people who elected them, to be the forefront in rejecting on the floor the 2026 finance bill, and the other side, the flower girls of William Ruto, the flower girls who are the majority, will want to vote by acclamation. Please be present for a division so that Kenyans can know who voted with them and who voted against them, so that they can keep a record, so that next year, in another 14 months, they can pay them back in kind. So that is my plea, that please be present on that day, so that you can force a division, so that it is known, it's on record, who has voted with the people of Kenya and who has voted against the people of Kenya. Who has urged every Kenyan to tighten their belts, that we are in hard times. But he's the same person, same president, who is galvanizing all over the world in some executive jets at the expense of taxpayers, who is willing to tax up to their blood. And therefore, because he knows
what is proposing in the finance bill is so painful, he has chosen that it better be read in his absence. And therefore, for my good friends who are in Parliament, we ask you, as has been urged, to carefully look at every clause in the Finance Bill 2026 and make sure that you stay on the right side of history. Propose whatever amendments you may, insist on a vote on each, and as has been said already, we'll keep a record. Never mind that the choir may be too loud, but just have a record. Na mtazamaji, kwa kweli hii ni finance bill ambayo itakuja kumfinyilia mwananchi wa kawaida, itakuja kumtoza ushuru zaidi, itakuja kumfanyia maisha ya kuwe magumu zaidi kwa vile ambavyo imekuwa katika hizo financial years ambazo zimekuwa chini ya utawala wa serikali ya Kenya Kwanza. Mwezi wa 5, watazamaji wangu, kuliibuka maandamano ambapo wananchi walikuwa wanapinga kuongezwa kwa bei ya diesel pamoja na petroli. William Samoei Ruto akakuja akatuliza hayo maandamano baada ya kuongea na wale matatu operators. Wakasitisha hayo maandamano na wakahaidiwa ya kwamba huu mwezi wa 6 katika ile cycle ya kawaida ya EPRA kutangaza kubadilisha ama kuongeza bei ya mafuta, watakuwa wanashukisha bei ya diesel. Sasa tunasubiri, watazamaji wangu, kama hiyo ahadi ya William Samoei Ruto itatimia ama mambo ndio yatakuwa mabaya zaidi, kwa sababu baada tu ya William Samoei Ruto kuingia uongozini, kwa kweli Wakenya wamekuja kushuhudia gharama tofauti ya maisha. Kila kitu kinazidi kupanda kila uchao, sio bei ya unga, sio kusafiri, sio kununua fertilizer, sio kununua sukari, sio kununua chumvi. Yani kila kitu, watazamaji wangu, kimekuja kuongezeka hapa nchini Kenya. Sasa wakati mambo kama yanaendelea kufanyika, watazamaji wangu, wananchi hawezi wakaendelea kukimia. Ni lazima wapase sauti zao, waseme hapa hapana. Na ndio unaona sio mara moja na sio mara mbili, watazamaji wangu, maandamano yamekuwa yakifanyika hapa nchini Kenya wakati wananchi wanahisi wamefinyiliwa na utawala mbaya chini ya serikali ya Kenya Kwanza. Wacha tusubiri, watazamaji wangu, ni yapi ambayo mageni tutakuwa tunayasikia kutoka kwa Waziri wa Fedha Mheshimiwa John Mbadi kule kwenye bunge la kitaifa siku ya leo. Je, ni mambo gani ambayo yatakuwa yanapatiwa kipaumbele? Kama vile ambavyo tunajua mambo ya elimu, hayo ni lazima, mambo ya afya, mambo ya usalama ni mambo ambayo tunatarajia, watazamaji wangu, yatakuwa kipaumbele. Lakini je, naye mwananchi wa kawaida amewekwa kwenye upande gani? Atakuja kuathirika vipi endapo ushuru utakuja kuongezeka? Niacha maoni yako hapo kwenye eneo la comment section, mtazamaji wangu, baada tu ya kupata baadhi ya vipengee ama kuvisoma baadhi ya vipengee ambavyo vimeweza kupendekezwa kwenye e-finance bill ya mwaka huu 2026 2027. Je, unakubali ipitishwe ama wewe unapinga, kama vile ambavyo baadhi ya vijana wa Gen Z wameanza kujitokeza na kusema ya kwamba they reject finance bill 2026 2027? Niacha maoni yako hapo kwenye eneo la comment section, mtazamaji wangu. Na kabla sijatamatisha, ningependa kukumbusha tena ujiunge nami hapa BMT Reportix kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msena bado watazamaji, tutakuwa na hivi punde na habari zaidi za offer.